Leo tunajadili hoja ni kwa sababu tulipata rasilimali fedha, tulipata rasilimali watu, tukapata vitendea kazi, tukatekeleza shughuli na shughuli zile zikakaguliwa, zile zilizoenda vizuri zimepita, zile zenye lakini ndio tunajibu hapa hoja. Kwa hiyo kazi kubwa iliyofanywa na serikali leo tumefika hapa. Shukrani na maua yake amwendee Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na pili, shukrani ziende kwa Sekretarieti ya Mkoa kiongozwa na Katibu Tawala mkoa wetu wa Singida, kwa sababu tuliweka maazimio mwaka jana, nafikiri mnakumbuka, tukasema mkoa wetu tukitambua zipo moja zile za kisera, basi angalau single digit. Kwa kweli jana nimehesabu single digit Itigi, na leo niko Manyoni single digit. Na katika maeneo ambayo kwa kweli tunapimana ni swala zima la mapato, lakini na utekelezaji wa shughuli za serikali. Tumeenda jana Itigi wana 101 mapato, lakini leo tuko Manyoni tuna 103. Sana. Najua usimamizi mzuri ndio umetufikisha hapa tulipofika. Niseme anuta continue, mfanye kazi bila kuchoka. Mmepewa dhamana na wananchi, mmepewa dhamana na serikali, na sisi bila kuchoka tutaendelea kuwasaidia, na sisi bila kuchoka tutaendelea kuwashauri. Ni matumaini yangu tumeanza mwaka mpya wa serikali, mambo yataendelea kuwa mazuri zaidi kuliko haya. Na kwenye hoja mwenyekiti, kama alivyosema nikutangulia na wewe mwenyewe nimekusikia ukisema, iwe ni ajenda yetu ya kudumu. Kamati ya fedha ikikaa, tuhakikisha kila hoja inafanywa kazi na kufungwa. Yaani tusivuke robo na hoja ambayo haijawa attended. Na kwa jinsi nilivyozipitia hizi hoja, nikasema kwa kweli Manyoni bila hoja inawezekana. Tarehe 1 mwezi wa 7 sote tunakumbuka kipenga kimepigwa cha utekelezaji wa dira ya taifa ya 2050. Sasa dira ile ninawaomba sana, kwenye simu tukitafuta utaiona. Inazungumzia misingi, dhumuni, vipaumbele, malengo mahususi. Lazima sisi tuliomo chumba hiki wote, kila mmoja aijue kwa kichwa, kwa sababu ndio wasimamizi wa mambo yote yaliyosema kule ndani. Sasa huwezi kuwa msimamizi wa jambo kama ulioambiwa ulisimamie ulijui. Lakini katika kila kikao chenu cha kamati ya fedha, kila kikao chenu cha baraza, kila kikao chenu cha management, ajenda ya dira kama ilivyo ajenda ya hoja, na yenyewe hiyo ni ajenda ya kudumu. Tuna kazi kubwa ya kufanya. Kwa hiyo sasa tufanye kazi sio kawaida. Sisi wenyewe tuende kule kwenye kutekeleza. Mheshimiwa Diwani, nenda kaishone kata yako. Kama wanalima basi walime kweli kweli. Kama wanafuga wafuge kweli kweli. Kama wanavua wavue kweli kweli. Kama wanachimba madini basi wachimbe kweli kweli. Kama mnafanya utalii tuuone kweli kweli, na uongeze namba za mapato. Kwa lazima tushonane kule chini. Kamata tarafa, kamata mtendaji wa kata, watumishi wote walioko katika idara yako, hakikisha pale kwenye kata yako kila jambo linatafsiriwa mara 10. Kuanzia sasa twende tukaisome dira, tuweze kuielewa, twende tukaifanyie kazi. Lakini ubunifu katika kipindi, tunahitaji ubunifu, matumizi ya teknolojia. Tuache kufanya kazi kwa mazoea. Ndio kipindi hiki lazima tubuni mambo yaende kwa kasi kubwa ili tuweze kufikia malengo. Lazima tutoke kwenye ile wigo ambao tumeuzoea, twende nje ya ule wigo, tukaone mapato makubwa yako wapi, twende tukayatengenezee mazingira, tukakusanya. Kwa mfano hili jambo alilolisema Katibu Tawala la mambo ya hewa ukali. Kwa hiyo twendeni tukapambane pamoja. Safari hii natutaje tushonane kweli kweli ili matokeo yaweze kuonekana. Jambo la manispaa sasa ni kazi yetu kutafsiri ni vigezo gani vinatakiwa ili Manyoni iende kwa manispaa. Tuviandike bullet point. Nini tunacho, nini hatuna, kile hatuna tuna mpango gani tukitimize katika muda mfupi ili tuweze kupata hapa. Na sisi kule kama mkoa
tunaishukuru serikali. Yale mengine ya msingi yanayofanywa na serikali yameshaanza kufanyika. Miundombinu mikubwa, SGR sinapita na jamaa, MTR sinapita, barabara za lami sinapita. Na juzi nilikuwa napita kwenye ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikaona kale ka uwanja wa ndege kale tukakaboresha, angalau zile ndogo ndogo zitue hapo. Sio mafanikio yenyewe hapa. Kwa hiyo maneno ukipeka kipekee. Na bahati nzuri tumeshatengeneza msingi mzuri. Kwa hiyo huu msingi utatunyanyua, tunyanyuke nao. Tusonge mbele.